Haleluya kanisa la Mungu. Haleluya makutano. Amen. Ninakusalimu katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Jioni nyingine tena Mungu ametupa neema, ametupa baraka ya uhai kwa makusudi yake yeye mwenyewe aliyoyaweka na kutuumbia, ili kwamba tupate kuwa hai kwa majira na saa kama hii. Ujumbe ambao tunao katika mkutano wetu na leo, ikiwa ni siku ya pili, tunaangalia juu ya matendo makuu ya Mungu. Matendo makuu ya Mungu. Na kile ambacho tumekiona kwamba Mungu ndiye anayetenda matendo makuu peke yake. Ni yeye peke yake ndiye anayetenda matendo yaliyo makuu. Yanaitwa makuu kwa sababu yanadumu. Mungu akitenda matendo yake yanaishi. Mungu akitenda matendo yake yanadumu. Na katika jambo hili tukaona kwamba yeye Mungu katika kutenda kwake alitenda matendo yake makuu katika uumbaji. Uumbaji wote tunaouona ni matendo makuu ya Mungu. Tunapoziona mbingu, tunapoiona nchi, hii ni ishara ya wazi ya kwamba Mungu alitenda matendo yake makuu, nasi tunayaona sasa. Ni makuu kwa sababu hakuna mtu anayeweza kutenda kwa mfano wa hayo. Kuna mpaka leo mtu aliyewahi kuumba mbingu na nchi vya kwake akaweka na vitu vyake, hayuko, ila ni Mungu peke yake. Lakini tunapoangalia uumbaji wote, vyote vilivyo katika nchi, tunajua ya kwamba haya ni matendo makuu ambayo Mungu anayatenda. Mpaka leo hii hakuna mtu aliye na uwezo wa kumfinyanga binadamu, kumuumba mwanadamu akampa na pumzi ya uhai. Watu wanajaribu, wanatengeneza sanamu kwa mfano wa mwanadamu, lakini hazina uhai ndani yake. Zinaweza zikatembea, zikafanya kazi, lakini hazina pumzi ya uhai. Hii ni ishara ya wazi ya kwamba Mungu ametenda matendo makuu katika uumbaji kwa kumuumba mwanadamu. Nami natamani nikwambie jioni hii ya leo ya kwamba tamani Mungu akutendee matendo yake. Maana matendo ya Mungu ni matendo yaliyo makuu. Tukaona Mungu wakati anaumba alitumia neno. Kwa neno vitu vyote vilifanyika. Na tukisoma vizuri Biblia, kitabu cha Mwanzo, utakutana na mistari inayosema Mungu akasema. Alafu akisema inakuwa. Ni ishara ya wazi ya kwamba neno la Mungu ndilo lililotumika katika uumbaji. Neno hilo hilo la Mungu lililotumika katika uumbaji ndilo ambalo tunalo hata leo. Ndilo ambalo tunalo hata sasa. Si ajabu kuona kwamba watu hawapendi neno. Hawataki kusikia neno. Kwa sababu yule adui hatamani hata kidogo kuona kwamba watu wasikie neno au wasikilize neno. Wengi wanaweza wakapenda vitu vingine, lakini sio kulipenda neno la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu adui anaachilia ndani ya mioyo ya watu chuki ya kulichukia neno. Watapenda vitu vingine vyote katika ibada, katika makanisa, watapenda vitu vingine vyote, lakini sio neno. Ikifika kipindi cha neno, utaona wengi wana sababu nyingi, wana udhuru mwingi, wana safari nyingi. Kwa nini? Watu hawapendi, hawataki kusikia neno. Na ni kwa nini? Kwa sababu adui amepanda hiyo ya kutokupenda neno. Wangependa kwamba muda wa nyimbo makanisani uwe mwingi kuliko muda wa neno. Wangependa muda wa sifa uwe mwingi kuliko muda wa neno. Hii ni kwa sababu adui anapanda na anaachilia ndani ya mioyo ya watu kutokulipenda neno. Na anaelewa kwa sababu
neno la Mungu linaambatana na uumbaji. Adui hatamani wala adui hataki kuona chochote cha kimungu kinaumbika kwenye maisha ya huyu mwanadamu. Anatamani kuona mwanadamu anaendelea kubaki vile vile. Anatamani kuona ya kwamba mwanadamu anabaki kwenye hali ile ile. Hakuna kinachoumbika, hakuna kinachozaliwa kwenye maisha ya mwanadamu. Na mimi nitumie nafasi hii kukwambia ya kwamba unahitaji kuyaona matendo makuu ya Mungu. Ni lazima uliamini neno la Mungu. Unatamani kuyaona matendo makuu ya Mungu kwenye maisha yako, ni lazima uliamini neno la Bwana, kwa sababu neno la Mungu linatembea na nguvu ya uumbaji. Hakiwezi kikatokea kitu kipya kwako kama neno la Mungu halijapita kwenye moyo wako, kama neno la Mungu haujalipa nafasi kwenye moyo wako. Injili ya Yohana 1:3, maandiko yanasema, na vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Manake neno la Mungu linapopita ndilo linaloachilia uumbaji, ndilo linaloumba, linafinyanga, linatengeneza. Na mimi nakwambia, unapolisoma neno la Mungu, kuna kitu cha kiungu kinaumbika ndani yako. Unapolisoma neno la Mungu, kuna imani ya kiungu inaumbika ndani yako. Unapolitafakari neno la kimungu, neno la Mungu, kuna kitu cha kimungu kinafanyika ndani yako. Na ndio maana shetani hapendi aone cha kimungu kinafanyika ndani yako, kinaumbika ndani yako, kinatengenezeka ndani yako. Unaweza usione matokeo leo, lakini neno la Mungu limebeba nguvu ya kiungu. Amen. Lugha nyingine naoweza kutumia, hauwezi ukamtenganisha Mungu na neno. Kama unatamani kuyaona matendo makuu ya Mungu kwenye maisha yako, soma neno. Maana neno lile lile lililotumika kwenye uumbaji ndio neno lile lile mpaka leo lipo. Maana unapolisoma uwe na uhakika ya kwamba kuna kitu fulani kinaumbika ndani yako. Maandiko yanasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Unahitaji kuyaona matendo makuu ya Mungu katika uumbaji kwenye maisha yako. Soma neno, litafakari neno, liishi neno, liamini neno. Hauwezi ukamwona Mungu kama hujaliamini neno lake. Hauwezi ukamwona Mungu kama hujaliamini neno lake. Amen. Wala hauwezi ukamwona Mungu kama hujalitafakari neno lake. Soma neno. Na ndio maana vita ni kubwa mno katika kusoma neno, kubwa mno. Shetani angependa uyafanye mengine yote, lakini sio kusoma neno. Na mimi nipo hapa kukwambia matendo makuu ya Mungu kwenye maisha yako yataonekana, yatadhihirika kwa kulisoma neno. Maana neno ni Mungu, Mungu ni neno. Bwana asifiwe. Amen. Nisaidie kumuuliza jirani yako, je, moyo wako umejaa neno la Mungu? Kwa sababu neno la Mungu ndilo ambalo linaumba na kufinyanga. Amen. Lakini leo nikupe kipengele kimoja kwa dakika chache. Tuangalie matendo makuu ya Mungu katika kuvusha watu. Kwa wale wanaoandika hiyo, matendo makuu ya Mungu katika kuvusha watu. Matendo makuu ya Mungu katika kuvusha watu. Swala la watu kukwama kimaisha halijaanza leo, sio la nyakati hizi tu. Swala la watu kukwama kiuchumi halijaanza leo, sio la nyakati hizi. Swala la watu kukwama kimaisha, kiuchumi, kimaendeleo ni la zamani, lilikuwepo tangu zamani. Biblia inatueleza wako watu ambao
kutoka mahali walipokwama akawapa hatua nyingine. Aliwavusha kutoka mahali walipokwama akawapa hatua nyingine, akawapa maisha mengine. Na viko vitu vingi sana ambavyo vinamkwamisha mwanadamu, vinayakwamisha maisha ya mwanadamu, vinaukwamisha uchumi wa mwanadamu, vinakwamisha afya ya mwanadamu. Viko vingi sana, lakini nachotamani ujue, inawezekana uko mahali umekwama, umetumia kila akili, umetumia kila namna ya kujikwamua ili utoke mahali ulipokwama, imeshindikana. Lakini natamani nikwambie, yuko Mungu katika matendo yake makuu, anakukwamua upate kutoka mahali ulipokwama na kuendea viwango vingine. Haijalishi umekaa miaka mingapi, haijalishi umekaa siku ngapi, lakini nataka nikwambie, yupo Mungu. Yeye akikutendea, unavuka mahali ulipokwama, unaenda viwango vingine. Amina. Na hatua nyingine katika jina la Yesu aliye hai. Amina. Unapiga hatua ya kwenda mahali pengine. Inawezekana ni maisha ya dhambi yamekukwamisha, umekwamia kwenye dhambi. Ni dhambi ya uzinzi, ni dhambi ya uchawi, umekwamia hapo. Wakati mwingine unatamani kutoka, unafikiria kutoka, unatumia akili zako, unatumia uwezo wako, unatumia nguvu zako, lakini bado upo pale pale. Nataka nikwambie, yupo Mungu, yeye hashindwi na jambo lolote lile. Yupo Mungu ambaye yeye akiamua kukutoa, anakutoa mahali ulipo. Na jioni ya leo, huyo Mungu aliyeziumba mbingu na nchi anaenda kukuvusha mahali ulipokwama. Umekwamia kwenye madeni, yeye atakuvusha. Umekwamia kwenye magonjwa, yeye atakuvusha. Umekwamia kwenye umaskini, yeye atakuvusha. Umekwamia kwenye kukataliwa, yeye atakuvusha. Ninamjua Mungu ambaye aliwavusha waliokataliwa. Ndugu zake walimkataa, lakini Mungu alimkubali. Ndugu zake walimdhalau, lakini Mungu alimheshimu. Na mimi najua ya kwamba pamoja na kwamba wamekukataa, wamekudhalau, wamekutukana, wamekuona sio lolote, lipo neno la Bwana kwa ajili yako, ya kwamba Bwana atakuvusha upate kutoka kwenye hiyo aibu. Bwana atakuvusha upate kutoka kwenye umaskini. Ni Bwana tu peke yake, yeye ndiye anayeweza kukuvusha. Amen. Kwa hiyo Mungu anaweza kukuvusha. Naomba tutumie kielelezo cha safari ya wana wa Israeli katika kitabu kile cha Kutoka sura ya 14. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 14. Tuanze na ule mstari wa 10 mpaka ule wa 30. Neno la Mungu linasema, kitabu cha Kutoka sura ya 14 kuanzia ule mstari wa 10. Tutasoma taratibu taratibu. Hata Farao walipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana, wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri, tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri? Maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Kwa maana hao wa Misri
mliowaona leo hamtowaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako, ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya, nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Nami tazama, nitaifanya mioyo ya Misri kuwa migumu, nao wataingia na kuwafuatia. Nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, kwa magari yake na kwa wapanda farasi wake. Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapokwisha kujipatia utukufu kwa Farao na magari yake na farasi zake. Kisha malaika wa Mungu aliyetangulia mbele ya jeshi la Israeli akaondoka akaenda nyuma yao, na ile nguzo ya wingu ikaondoka hapo mbele yao, ikasimama nyuma yao. Ikafika kati ya jeshi la Misri na jeshi la Israeli, napo palikuwa na lile wingu na lile giza, lakini lilitoa nuru wakati wa usiku, na hawakuwakaribia hawa usiku kucha. Musa akanyoosha mkono wake juu ya bahari. Bwana akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo wa nguvu utokao mashariki usiku kucha. Akaifanya bahari kuwa nchi kavu, maji yakagawanyika. Wana wa Israeli wakaenda ndani kati ya bahari, katikati ya nchi kavu, nayo maji yalikuwa ukuta kwao mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Na wale wa Misri wakawafuatia, wakaingia ndani ya bahari, farasi zote za Farao na magari yake na wapanda farasi wake. Ikawa katika zamu ya alfajiri, Bwana akalichungulia jeshi la Wamisri katika ile nguzo ya moto na ya wingu, akalifadhaisha jeshi la Wamisri. Akayaondoa magurudumu ya magari yao hata yakaenda kwa uzito. Na Wamisri wakasema, na tukimbie mbele ya Israeli, kwa kuwa Bwana anawapigania kinyume cha Wamisri. Bwana akamwambia Musa, nyoosha mkono juu ya bahari, ili maji yarudi tena juu ya Wamisri, juu ya magari yao na juu ya farasi zao. Musa akaunyoosha mkono wake juu ya bahari, na kulipopambazuka bahari ikarudi kwa nguvu zake. Wamisri wakakimbia mbele yake, na Bwana akawakukutia mbali hao Wamisri kati ya bahari. Yale maji yakarudi yakafunikiza magari na wapanda farasi, hata jeshi lote la Farao lililoingia katika bahari nyuma yao, hakusalia mtu hata mmoja. Lakini wana wa Israeli wakaenda katika nchi kavu katikati ya bahari, na hayo maji yalikuwa ni kuta upande wao wa kuume na upande wao wa kushoto. Ndivyo Bwana alivyowaokoa Israeli siku ile mikononi mwa Wamisri. Waisraeli wakawaona Wamisri ufuoni kwa bahari wamekufa. Israeli akaiona ile kazi kubwa aliyoifanya Bwana juu ya Wamisri. Ndipo hao watu wakamcha Bwana, wakamwamini Bwana na Musa mtumishi wake. Amen. Wana wa Israeli waling'ang'aniwa katika nchi inaitwa Misri, na waliishi kule zaidi ya miaka 400. Biblia inatuambia wametoka wakiwa na miaka 430 katika nchi inaitwa Misri. Nataka uone ule umbali wa miaka 400
mwana wa Mungu. Israeli ni taifa teule, ni mzaliwa wa kwanza wa Mungu. Biblia inasema hivyo, Israeli mwanangu leo nimekuzaa. Manake ni taifa teule takatifu la Mungu. Pamoja na kwamba ni taifa teule, ni taifa takatifu, lakini bado wametumikishwa ule utumwa kula kwa foleni. Kwa sababu kuna mtu akijiona hata kula yake ni ya shida, anasema mimi sina maana yoyote kwenye dunia hii, sina maana yoyote kwenye maisha haya, kwa sababu kula kwangu ni kwa taabu, kula kwangu ni kwa dhiki. Hapana, inawezekana unapitia hapo. Natamani nikwambie, wewe bado ni wa thamani kwa Bwana. Wewe bado ni wa muhimu kwa Bwana. Haupo duniani kwa bahati mbaya. Matatizo yasikufanye ukajiona wewe sio wa thamani. Shida zisikufanye usijione wewe sio wa maana. Wewe ni wa maana. Inawezekana wazazi wako wanakuona wewe sio wa maana, lakini wewe ni wa maana sana. Inawezekana wazazi wako hawajui kusudi la kuwepo kwako, lakini Mungu aliyefanya wewe uzaliwe uwepo mpaka leo, anaijua thamani yako. Amen. Usaidie kumwamsha jirani yako, mwambie Mungu anaitambua thamani yako. Mungu anaitambua. Na ndio maana upo mpaka sasa. Na ndio maana upo mpaka sasa. Kwa sababu mimi najua ni wangapi ambao wamekufa. Ni wengi mno. Kwa nini wewe upo hai? Ni wangapi ambao wameshalala mauti muda mrefu, wengine hawawezi kutembea, lakini wewe upo hai kwa sababu kuna kusudi la Mungu ndani yako. Yes. Bwana asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya, haleluya. Amen. Wewe ni wa thamani mno. Yes. Mwingine umesongwa na magonjwa ni ya muda mrefu, bandika bandua, bandika bandua, bandika bandua. Unatamani kufa, unatamani kufa, useme nataka nife nikapumzike. Rafiki yangu, hamna kupumzika. Wewe endelea kuwepo, lipo kusudi la kuwepo. Yes. Endelea kuwepo. Yes. Kama magonjwa yamekusonga sana, sema kama alivyosema mtu mmoja, sitakufa, nitaishi. Niyasimulie matendo makuu ya Bwana. Na wewe sema hivyo. Yes. Ila umeugua sana, sio sababu ya wewe kufa. Hapana, liko kusudi la wewe kuwa hai, ili uyasimulie matendo makuu ya Mungu. Amina. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Usijikatie tamaa. Yes. Miaka 400 ni mingi mno. Mno. Inawezekana wewe umekaa mahali miaka 2, miaka 3 umekaa kwenye magonjwa. Biblia inatuambia kuna mtu ametajwa alikaa kwenye magonjwa miaka 38. 38 ni miaka mingi mno, sio kidogo, ni mingi mno. Biblia inasema mpaka ndugu zake walimtelekeza. Yes. Walimwacha. Pamoja na kwamba ndugu zake wamemtelekeza, Yesu hakumtelekeza. Saidia kumwambia jirani yako, Yesu hajanitelekeza mimi. Yesu hajanitelekeza. Mwambie tena, Yesu hajanitelekeza. Yesu hajanitelekeza. Hivi nilivyo, Yesu hajanitelekeza. Ndio maana napumua. Ndio maana napumua. Usiangalie magonjwa. Yes. Nilionayo. Usiangalie madeni. Yes. Nilionayo. Usiangalie umaskini. Nilionao. Mwangalie na huyu Bwana mkubwa niliye naye. Amina. Ni kweli kabisa kwamba nina magonjwa, lakini na Bwana mkubwa, na ndio maana magonjwa hayajaniua. Bado niko hai. Bado niko hai. Wangapi wameugua tu kidogo hawapo, lakini wewe miaka huo ugonjwa haukui kwa sababu na Bwana mkubwa ndani yako. Yeye anajua sababu ya wewe kuwepo. Ipo saa, upo wakati, na umewadia wewe kutoka kwenye hayo magonjwa. Wewe kutoka kwenye hayo madeni. Wewe kutoka kwenye huo maskini. Amen. Kama vile ambavyo Bwana alimfuata Gideoni akazungumza naye. Yes. Kama Mungu alimfuata Gideoni, kwani Bwana anashindwa kukufuata wewe? Kama vile ambavyo Mungu alimfuata yule Rahabu kahaba, ambaye ukahaba wake ulikuwa ni wa kitaifa. Ndio. Watu wanajua kwamba huyu ni kahaba. Yes. Dunia inajua kwamba huyu ni kahaba. Lakini Mungu alimfuata, akasipomoa zile kuta zilizokuwa zikimzunguka, akamtoa yeye na
Na mimi najua neno hili ya kwamba Bwana atakuchilia mahali ulipo. Inawezekana watu wamekukatia tamaa, wewe endelea kungoja. Napenda yule mgonjwa ambaye alikuwa ameugua miaka 38 hakuondoka kwenye uponyaji. Aliendelea kukaa pale pale akijua ya kwamba hapa ipo siku nitapona. Nakwambia endelea kumshikilia Yesu, endelea kumshikilia Mungu. Na majira tusiyoyajua yeye atakuja. Sana wakati tusiyoyajua atakutokezea. Atakuwa yule yule tena. Haleluya, haleluya. Hautakuwa yule yule. Yule ndugu aliendelea kukaa pale pale, mwaka wa kwanza pale pale, mwaka wa pili pale pale, mpaka miaka 38 ugonjwa unamtafuna. Ila anasema hapa siondoki mpaka nipone, mpaka nipone. Na mimi najua ya kwamba hapo hapo ulipo Mungu atakuchilia. Alimfuata Israeli Misri, atakufuata na wewe, hawezi kukuacha. Sasa nataka niweke dondoo hizi chache ili tuende vizuri. Dondoo ya kwanza, kama unaandika, ukishinda hofu ni rahisi sana Mungu kukuvusha. Naomba nirudie mstari huu wa 10. Biblia inasema hivi, mstari wa 10, kitabu cha Kutoka 10:14. Maandiko yanasema, naomba nilinukuu, hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Na mimi nakwambia ukishinda hofu ni rahisi mno, ni rahisi sana Mungu akakuvusha mahali ulipokwama. Mbele ya wana wa Israeli ilikuwepo bahari inawatazama, nyuma yao adui zao Misri wanawafuata. Walipowaona adui zao wakaogopa, na Biblia inasema wakaogopa mno. Kile unachokiona nyuma yako ndicho kinachokutisha, na kile unachokiona mbele yako ndicho kinachokutisha. Lakini ukiondoa hofu ndani ya moyo wako, Mungu anaweza kukuvusha. Pamoja na kwamba Waisraeli waliogopa, lakini Musa alisimama akawatia moyo. Ndio. Mahali hapo ulipo, natamani kutia moyo. Ulipo, Mungu anaweza kukuvusha. Ondoa hofu. Amen. Acha kuogopa. Ondoa, maana ndani ya mioyo ya watu wengi kuna lirora hofu. Natamani kuambia hivi, silaha kubwa ambayo shetani anaitumia ni hofu, ni vitisho, kuwatisha. Israeli alipoona majeshi yanakuja hivi, akasema hapa nimekufa. Na wao ukiona vitu vimejipanga hivi, madeni, magonjwa, migogoro kwenye ndoa, unasema hapa nimeshakufa tayari. Kwa nini? Unapoyaona matatizo yamelundikana, roho ya hofu inaingia. Lakini nataka nikwambie, ukiondoa hofu ndani ya moyo wako, mahali popote pale ulipo, Mungu anaweza kukuvusha. Kinachokukwamisha wewe, kinachosababisha Mungu asikuvushe, ni roho ya hofu. Ni roho ya hofu. Unaangalia mambo kwa woga. Likitokea tu jambo tayari umeshatikisika, umeshakata tamaa. Ukiona bahari hivi mbele yako unasema, basi kwa kweli mimi naona maisha yangu ndio hili bahari, siwezi
kwa mapigo kulia. Ni jana tu. Lakini baada ya kuogopa wameshamsahau mpaka Mungu. Wameusahau uweza wa Mungu. Wameyasahau matendo makuu ya Mungu. Ni jana tu rafiki yangu, wewe umesimama unashuhudia Mungu amekupa mme. Ni jana tu umesimama umeshuhudia kwamba Mungu amekutendea una biashara. Ni jana tu. Lakini matatizo yakitokea unasahau mpaka yale ambayo Mungu amekutendea. Nini? Roho ya hofu. Roho ya hofu. Unausahau uweza wa Mungu. Unasahau matendo makuu ya Mungu. Unasahau Mungu alikokutoa. Hofu. Hofu ni mbaya. Ukiondoa hofu, Mungu anakuvusha mahali ulipokwama. Lakini hofu inakufanya unungunike. Hofu tu ikiingia, manunguniko yanaingia. Ukikuta mtu ananungunika, ujue kuna jambo limemtisha na ametishika, ameogopa. Baada ya hofu inakufanya unungunike. Utawanungunikia ndugu zako, utamnungunikia mume wako, utamnungunikia mtoto wako, lakini ni kwa sababu ya hofu ya maisha. Ukiondoa hofu, Mungu anaweza kukuvusha mahali ulipokwama. Lakini hofu inakufanya ukimbie ovyo. Ukisoma kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 24 mstari wa 17 na wa 18. Isaya 24 17 na 18. Naomba usome hapo haraka. Hofu na shimo. Stop hapo kwenye shimo. Endelea kusimama. Hofu na shimo. Manake cha kwanza ni hofu. Lakini mbele yako jua kuna shimo. Cha tatu Na mtego. na mtego viko juu yako, mwanadamu. Soma wa 18. Itakuwa kila akimbiaye sauti ya hofu ataanguka katika shimo, na kila apandaye na kutoka shimoni atanaswa na mtego. Yani ni rahisi tu. Stop hapo mtumishi. Ni rahisi tu. Yani shetani anakutisha. Wakati wewe unakimbia hofu, unadumbukia shimoni. Unajua anakutishaje? Anakutisha tu kwa vitu vya ajabu ajabu. Vibundibundi vinalia. Unakuta vitu vimemwagwa mlangoni pako. Unakuta vitu vyeusi. Sijui kuku amekufa, sijui njiwa wa aina gani. Mara ya kwanza unasema sijaogopa. Mara ya pili sijaogopa. Mara ya tatu unasema lakini hii wanakufuata hivi. Wakati unakimbilia wapi? Msaada. Wanakuambia kuna mwana fulani hapa yuko vizuri. Unapoenda, hilo ndio shimo. Unadumbukia ndani yake. Wakati unapambana utoke kwenye lile shimo, pale juu kuna mtego. Unanaswa. Shetani amekuandalia mtego. Unanaswa. Nataka kusema hivi, utanielewa vizuri. Unapoogopa kufilisika, ulikuwa na mtaji vizuri, unatembea unaenda, ghafla mambo hayaendi sawa. Hofu ya kufilisika inaingia. Mashaka yanaingia ndani yako. Unasema hapa nisifilisike. Fanyaje? Niende nikakope. Sikwambii kukopa kubaya. Hilo ndio shimo lako, unakopa. Wakati unakopa, wakopeshaji ni wazuri sana. Wakati wanakukopesha, wana lugha nzuri. Wanajali wateja, wanathamini wateja. Baada ya kuwa umekopa, kwa sababu ni shimo, wakati wao unapambana kutoka kwenye lile shimo la madeni na mikopo, pale juu kuna kamtego, kana kungoja, kana kunasa. Unajikuta umepoteza kila kitu, umenaswa pale. Na mimi natamani kuambia hivi, ishinde hofu. Amen. Shetani silaha yake kubwa ni hofu. Yes. Nizungumze na mabinti. Ndio. Inawezekana miaka inakimbia. Wewe usiogope. Mungu aliyekuleta duniani anajua. Usije ukajidumbukiza tu mahali popote. Sio kila mwanaume ni mwanaume. Amen. Wengine ni mashimo. Ukidumbukia pale, umedumbukia kwenye shimo. Kijana, inawezekana uko hapa. Sio tu kwa sababu umri wako umekimbia. Sio kila sketi unayoiona unajua kwamba hapa pana mwanamke. Wengine ni watu, lakini ni mashimo. Ukidumbukia ndani yake, umefia pale. Yes. Saidia kumuuliza jirani yako hivi, wewe ni
Yesu asifiwe. Amina. Yesu asifiwe. Amina. Kwani hujaona maisha ya watu wengine yameharibika? Ndio. Yameharibikaje hivi hivi? Mungu akupe macho. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Unaogopa, hauwezi kutoka ukakitumia kipawa chako. Yes. Kuna watu mna maarifa ya biashara, lakini umejifungia ndani kwa sababu ya hofu. Hofu inakufanya ujifungie ndani, upo tu. Unaogopa kuaibika. Watu watanionaje? Nikianza jambo likafa. Ni heri ukaanza kuliko kutokuanza. Amina. Ni heri ukafanya kuliko kukaa na kutulia. Amen. Ni kitu cha muhimu sana hicho. Yes. Ukiishinda hofu, Mungu anaweza kukuvusha. Natamani zungumza kipengele cha pili. Uweza wa Mungu unadhihirika katika kuenenda. Tunayaangalia matendo makuu ya Mungu katika kumvusha mtu. Ukiondoa hofu, Mungu anakuvusha mahali ulipo. Kwa sababu hofu inaondoa imani ya wewe kumwamini Mungu. Ndio. Inaondoa imani ya wewe kuamini msaada wa Mungu. Ndio. Inaondoa wewe imani ya kuamini neno la Mungu. Hofu. Unaweza ukaona wahubiri waongo tu, wanadanganya tu. Ni kwa sababu ya hofu iliyo ndani yako. Lakini kipengele cha pili, natamani ujue uweza wa Mungu unadhihirika katika kuenenda. Ule mstari wa 15 katika sura hii ya 14 kitabu cha Kutoka, maandiko yanasema, Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nataka nizungumze na watu ambao mmejifungia ndani ya nyumba zenu, mmekaa mnamlilia Mungu. Mungu, naomba nisaidie, naomba nisaidie. Mmejifungia. Jamani, hivi Mungu anakusaidiaje huko ndani umejifungia? Hebu tuambizane mimi na wewe. Mungu anakusaidiaje? Biblia inasema Mungu akamwambia Musa, mbona mnanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Ndio. Na mimi nipo hapa kukwambia ya kwamba matendo makuu ya Mungu yanadhihirika kwa wewe kuenenda mbele. Amen. Hauwezi tu kuwa umekaa mahali Ndio. kila siku unamuomba tu Mungu. Ndio. Upo pale pale, hauendi kufanya biashara. Baba, naomba unibariki, naomba unibariki, naomba unisaidie. Mungu anakusaidiaje? Mungu anakubarikije? Mahali ambapo umekaa tu, Mungu anakubarikije? Haiwezekani. Manake lazima na wewe upige hatua. Yes. Kama vile ambavyo wana wa Israeli waliendelea mbele. Amen. Na wewe ukiendelea mbele, Amen. matendo makuu ya Bwana yanadhihirika. Amen. Inawezekana mbele yako kuna ukuta mkubwa. Amen. Lakini wewe songa tu mbele. Amen. Ufuate tu ukuta. Ni nani ajuae? Unapopiga hatua, ukuta unakukimbia. Amen. Unapopiga hatua, ukuta unakukimbia. Amen. Wewe songa mbele katika jina la Yesu. Amen. Suka wakati wewe umeufikia. Wengine mnaangalia tu hivi, sema kule hamna, pamefungwa. Nenda. Kwani Biblia haijasema? Jambo la kwanza imesema ombeni nanyi mtafanya. Ni jambo la kiroho, unapewa kwenye ulimwengu wa roho. Walokole mliokoa kupitiliza mnisikilize. Baada ya kuomba unapewa kwenye ulimwengu wa roho. Na Marko 11:24-25 inathibitisha ya kwamba lolote mnalosali kwa imani, aminini ya kwamba mnalipokea. Amen. Na Yes. mkiamini linakuwa la kwenu. Amina. Hiyo ni ishu ya rohoni. Lakini kulifanya lile ulilopewa rohoni lije mwilini, tunaenda step ya pili. Biblia inasema hivi, tafuteni nanyi mtafanya nini? Mtaona. Mtaona. Manake baada ya kuomba, baada ya kumlilia Mungu, unatakiwa utoke. Huko kutoka ndio kwenda. Yes. Ni lazima uende. Ni lazima uende. Amina. Eti mtu anaomba, Baba, naomba unipe mme, naomba unipe mke, unajipaka wanja, unajifungia ndani. Huyo mme atakuja ndani. Jamani, hapa ndio kwa kile vya kilini. Mungu amenipa maono kwamba vya kilini ndio no. Ndio.
anafananii, huyu anafananii. Maana ya kutafuta hakipatikani kwa wepesi. Sio kuchukua, ni kutafuta. Amen. Kuna watu mmepaki akili mfukoni. Ndio. Una akili umejifanya wewe ni wa kiroho, umezifinga mfukoni. Hautaki kuzitumia. Mimi ni wa kiroho bwana, mimi ni wa kiroho wewe. Ndio. Nani kakwambia? Mungu ameweka akili ili kuzitumie. Yes. Na kwenye kutafuta ni issue ya akili. Ndio. Ni issue ya akili. Yes. Wale wanaokubali kushughulisha akili zao ndio wanaopata. Yes. Naomba nikwambie, kama hujapata, iulize vizuri akili yako. Wewe akili uko sawa sawa? Ndio uliyetoka kwa Mungu? Kwa sababu kuna akili nyingine zimelogwa. Amen. Iulize akili yako vizuri. Lakini Biblia inasema baada ya kutafuta kinachofuata ni kubisha. Yes. Bisheni nanyi mtafanya nini? Mtafunguliwa. Ndio. Lazima uende ubishe jamani. Wasipokufungulia hapa, nenda mlango wa pili. Yes. Wasipokufungulia, hauwezi ukabisha milango 7 sifunguliwe. Ndio. Lazima ujifunze kubisha. Hiyo ndio naokuambia, fanya biashara. Ukiona nyanya imegoma, achana na nyanya. Nenda mlango mwingine. Nenda kwenye mchicha. Ukiona kwenye mchicha viendi, achana nayo. Nenda kwenye vitunguu. Amina. Vitunguu vilipi, achana navyo. Ndio. Uza mafuta. Amina. Mafuta ya lipi? Wewe bisha. Amina. Hadi ambapo mlango utafunguka. Amina. Wametishika eti watu wanasema jamani, mbona natanga na dunia? Yeah. Waambie acheni nitange kwa sababu unabisha. Ndio. Nitakapofunguliwa mtajua nilikuwa sitange. Nilikuwa nabisha. Amina. Nilikuwa nabisha. Amen. Nilikuwa na lazima uenende. Amina. Lazima uende. Amen. Usijifungie mahali pamoja. Nenda. Amen. Amen. Wana wa Israeli wakaambiwa nenda mbele. Waambie wana wa Israeli waenende mbele. Hata kama huoni njia, wewe nenda mbele. Yes. Huoni pa kukanyaga, wewe inua mguu wako. Mungu anachotaka kuona ni ile imani ndani yako. Amina. Ya kusonga mbele. Amina. Ya kwenda mbele. Amen. Ndio ambayo Bwana anaitafuta kwako. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Waamuzi sura ya 6 mstari wa 14. Maandiko yanasema malaika wa Mungu akamtazama Gideoni, akamwambia enenda kwa uwezo wako. Wale wazee wa Ufunuo alipuliziwa na malaika upepo. Nenda sasa, utaenda kutoboa. Si mnataka paka mpuliziwe, kwamba ili uende paka ubustiwe, upuliziwe, temewe na mate. Haya, nenda kafanikiwe. Gideoni amekoma mahali. Mungu anamwangalia, anaona uwezo ulio ndani ya Gideoni ni mkubwa. Anamwambia Gideoni, mimi sina cha kukuongezea. Nachotamani ujue Gideoni, wewe unatakiwa kwenda. Enenda kwa uwezo wako. Nazungumza na mtu mmoja jioni ya leo. Amen. Inawezekana uko mahali fulani umekaa. Yes. Unanisikiliza. Yes. Unasema hili jambo linakuaje? Yes. Anza kwenda. Amen. Kama ndani ya moyo wako Mungu ameweka biashara, ifuate biashara yako. Amen. Kama Mungu ameweka kujenga nyumba, ifuate nyumba yako. Amen. Kama Mungu ameweka ujasiriamali, ufuate ujasiriamali. Amen. Kama Mungu ameweka mke ndani yako, fuate mke wako. Amina. Mahali alipo, enenda kwa uwezo wako. Amina. Nizungumze formula hii itakusaidia. Yes. Ukingoja msaada kutoka nje uje kubadilisha hali ya maisha yako, utakufa hivyo hivyo ulivyo. Amen. Lakini ukiamua kutumia uwezo ambao Mungu ameweka ndani yako, hautakufa hivyo ulivyo. Amen. Kwa sababu Mungu ameweka uwezo ndani yako. Haleluya, haleluya. Amina. Kama nikamalize muda wetu nakimbia sana. Ngoja nikupe kisa hiki. Yes. Wale wakoma waliokuwa wametengwa, wamewekwa nje ya lango. Biblia inaniambia wakaanza kusemezana. Ndugu zangu, tulikuwa tunategemea msaada. Msaada haupo. Tukisema tuende mjini,
kambi za adui zetu wa Shami. Yes. Ni wakoma, lakini wakati wameamua kusema twende, wakati wamekaa hivi, Mungu amenyamaza. Walipoamua kupiga hatua kuziendea kambi za Washami, Biblia inasema hatua zao zikasikika kama vishindo na miendo ya magari na farasi. Ni wakoma, lakini kwenye ulimwengu wa roho ni miendo ya vishindo vya farasi. Amen. Na magari. Nakwambia nini? Uwezo wa Mungu unadhihirika katika kwenenda. Matendo makuu ya Mungu yanadhihirika katika kwenenda. Mahali popote pale ulipo, amua kwenenda. Piga hatua. Yeye Bwana aliyekuita atathibitika katika kwenenda kwako. Amina. Napoenda kumalizia kabisa, Ndio. kipengele cha 3. Yes. Mungu anatumia ulichonacho kukuvusha. Yes. Amina. Akamuuliza Musa, nini mkononi mwako? Una nini? Ndio. Musa akasema nina fimbo, lakini hii fimbo haiwezi kunivusha kwenye hii bahari. Mungu akamwambia Musa, unaona kimakosa sana. Hicho ulichonacho ndicho ambacho mimi nakitumia kukuvusha. Amen. Nitikisia jirani yako, muulize una nini? Una nini? Watu ni rahisi kusema sina kitu. Sina kitu. Wengi wanasema hivyo, sina kitu. Sina kitu. Yule mjane wa kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4, maandiko yanasema kaenda kulalamika kwa Elisha. Amelalamika, namwambia jamani, sasa mimi maisha yangu yanakuaje? Mtumishi wa Mungu akamuuliza, wewe mwanamke una nini nyumbani kwako? Na ni nini unataka nikufanyie? Akamwambia sina kitu ila chupa ndogo na mafuta madogo ambayo hayawezi kubadilisha maisha yangu. Naomba nisikilize mtu wa Mungu. Mungu anatumia kile ulichonacho kukuvusha mahali ulipo. Amina.